Wanajeshi wawili wa Israeli wauawa kwenye mtego katika handaki huko Gaza. Jeshi la Israeli limeripoti kwamba wanajeshi wake wawili wameuawa na wengine wawili kujeruhiwa kutokana na mlipuko kwenye handaki lililowekwa mitego katika jiji la Rafah, kusini mwa ukanda wa Gaza. Jeshi la Israeli lilisema Jumapili kwamba Captain Noam Ravid mwenye miaka 23 na Sergeant Yali Seror mwenye miaka 20 kutoka kikosi maalum cha uhandisi wa kivita cha Yahalom walikuwa wakikagua mlango wa kuingilia kwenye handaki lililopo ndani ya jengo wakati bomu lilikuwa katika mtego liliweza kulipuka Jumamosi. Jeshi hilo la Israeli limeongeza kuwa wanajeshi wengine wawili kutoka kikosi hicho walijeruhiwa kwenye mlipuko huo, mmoja wao akiwa katika hali mahututi. Israeli ilianzisha vita vya mauaji ya kimbari dhidi ya Gaza mnamo Oktoba 7, 2023 baada ya harakati ya Hamas kuweza kupigania ukombozi wa Palestina kufanya operation ya kihistoria dhidi ya utawala huo unaoendelea kunyakua ardhi, ikiwa ni jibu kwa ukandamizaji uliokithiri dhidi ya watu wa Palestina. Licha mauaji angalau wa Palestina 52,495, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, na kujeruhi zaidi ya 118,366, utawala wa Tel Aviv umeshindwa kufikia malengo yake yaliyotangazwa waziwazi huko Gaza. Hatimaye utawala huo ulikubali masharti ya muda mrefu ya mazungumzo ya Hamas chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo yalianza Januari 19. Hata hivyo, miezi miwili baadaye Israeli ilivunja makubaliano hayo kwa upande mmoja na kurejea mashambulizi yake makali ya anga dhidi ya Gaza. Zaidi ya wanajeshi 850 wa Israeli wameuawa katika mashambulizi hayo dhidi ya Gaza, wakiwemo 414 waliopoteza maisha katika operation ya nchi kavu dhidi ya eneo hilo lililowekwa mzingiro. Katika tukio jingine, Jumamosi, jeshi la Israeli lilitangaza kwamba linatuma maelfu ya maagizo ya kuwaita askari wa akiba kwa ajili ya maandalizi ya mashambulizi makubwa zaidi Gaza. Mwito huu wa kuwaita askari akiba unafuatia ripoti kwamba jeshi la utawala huo limeweza kuwasilisha kwa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu mpango wake wa mashambulizi ya awamu kwa awamu ambayo itahitaji idadi kubwa ya askari. Ripoti hizo zimeibua wasiwasi miongoni mwa familia za mateka wa Israeli ambao bado wanashikiliwa Gaza. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, jukwaa la familia za mateka lilionya kwamba kushadidi vita kutaweka mateka hao kwenye hatari ya moja kwa moja. Vile vile, baraza la mawaziri la usalama la Israeli limeidhinisha mipango ya kupanua operation ya kijeshi huko Gaza, ambayo ni pamoja na chaguo la kukalia eneo hilo. Chombo cha habari cha Ynet kinaripoti kikinukuu chanzo. Kwa mujibu wa chanzo hicho, mipango hiyo itajumuisha miongoni mwa mambo mengine kukalia kwa mabavu ukanda wa Gaza, kushikilia maeneo, kuwapa makazi wakazi wa eneo hilo kusini mwa eneo hilo kwa ajili ya usalama, kuwanyima vuguvugu lenye itikadi kali la Hamas fursa kusambaza misaada ya kibinadamu na kufanya mashambulizi makali dhidi ya itikadi kali. Vile vile, karibu watoto 290,090 wa Kipalestina wapo kwenye hatari ya kifo Gaza, huku Israeli ikiendelea kutumia njaa kama silaha ya vita, maafisa wa Palestina wanasema. Ofisi ya vyombo vya habari ya serikali ya Gaza imesema kwenye taarifa siku ya Jumapili kwamba zaidi ya watoto 70,000 wamelazwa hospitalini kutokana na utapiamlo mkali, na jamii ya kimataifa inaendelea na ukimya wa aibu kuhusu uhalifu huu. Anasema chini ya mzingiro huu wa kimfumo, ilisema taarifa, zaidi ya watoto 3,500 walio chini ya umri wa miaka 5 wanakabiliwa na kifo cha karibu kutokana na njaa, huku takriban watoto 290,000 wakiwa kwenye ukingo wa kifo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, utawala wa Israeli unaendelea kuzuia kuingizwa kwa maziwa ya watoto, virutubishi na aina zote za misaada ya kibinadamu katika ukanda huo wa pwani, wakati ambapo watoto milioni 1.1 kila siku wanakosa mahitaji ya chini kabisa ya lishe kwa ajili ya kuishi. Uhalifu huu unatekelezwa na utawala ghasibu wa Israeli kwa kutumia njaa kama silaha, huku dunia ikinyamaza kwa aibu. Kundi la utetezi wa haki za watoto la Oxfam limeonya kwamba hali ya kibinadamu inatarajiwa kuzorota zaidi huko Gaza. Mahmoud Al-Saka, kiongozi wa usalama wa chakula na maisha ya watu wa Oxfam huko Gaza, amesema, tumekuwa tukitoa onyo mara kwa mara kwamba hatua hii itasababisha madhara makubwa na yasiyoweza kurekebishwa, hasa kwa makundi yaliyo hatarini, watoto, wazee na wanawake. Alisema dunia nzima kwa bahati mbaya inachangia au kushiriki katika kuangamiza watoto wa ukanda wa Gaza kwa njaa. Bila kuchukua hatua yoyote, kwa bahati mbaya wote wanakuwa washirika, Al-Saka alieleza. Al-Saka alisema jumuiya ya kimataifa inachagua aidha kuendelea kutazama tu hofu
picha za taswira zinazoibuka kutoka Gaza au kuchukua hatua. Kwa miezi miwili sasa, Israeli imezuia kuingia kwa dawa, mafuta na misaada ya chakula Gaza. Mashirika misaada yameonya mara kwa mara kwamba juhudi za kibinadamu Gaza ziko kwenye ukingo wa kuporomoka kabisa. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Sasa tutazame mashambulizi dhidi ya meli ya Uhuru, jinai nyingine ya Israeli. Utawala wa Israeli umefanya jinai nyingine ya kushambulia kwa droni na ndege zisizo na rubani meli za Freedom Flotilla, meli za Uhuru iliyokuwa inapeleka misaada ya kibinadamu kwa wananchi madhulumu wa Gaza, na hivyo kuzidisha orodha jinai za utawala huo dhidi ya ubinadamu. Meli iliyokuwa inaelekea Gaza, Palestina, kwa ajili ya kuwafikishia misaada ya kibinadamu wananchi wa ukanda huo ilivamiwa na kushambuliwa na drone, yani ndege zisizo na rubani za Israeli, kwa ghafla moja na kwa maksudi. Mbali na jinai hiyo kuhatarisha maisha ya watu 30 waliokuwemo kwenye meli hiyo, lakini pia imeonyesha namna ukatili wa Israeli usivyo na kikomo na jinsi utawala wa Kizayuni ulivyojali roho ya mtu, usivyojali roho ya mtu yeyote yule. Kuzamishwa na Israeli meli iliyokuwa inapeleka misaada ya kibinadamu kwenye ukanda wa Gaza kunaonyesha kuwa jinai za utawala wa Kizayuni dhidi ya watu wa Gaza, mbali na kwamba hazina kikomo, lakini pia kiburi hicho kisingeshuhudiwa si msaada wa pande zote wa Marekani kwa utawala huo mtenda jinai. Meli hiyo iliyokuwa na misaada ya kibinadamu imezamishwa na utawala wa Kizayuni katika hali ambayo kwa mujibu wa taasisi za kimataifa, hiyo ni moja jinai mbaya sana kuwahi kufanywa dhidi ya ubinadamu. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Palestina, UNRWA, limeonya kuhusu kuendelea kuzingirwa kila upande ukanda wa Gaza, likisema hakuna msaada wowote ulioingia Gaza kwa karibu miezi miwili, na kwamba njaa, kiu na maradhi vinaendelea kuwatesa wakazi wa ukanda huo. UNRWA imeongeza kuwa akiba ya chakula walichokuwa wanasambaziwa wananchi wa Gaza inaelekea kumalizika kabisa. Malori ya misaada yapo kwenye mipaka ya Gaza kusubiri kuruhusiwa kuingia kwenye ukanda huo, lakini Israeli hairuhusu. Shirika la Umoja wa Mataifa la UNRWA na mashirika mengine ya kibinadamu yana misaada mingi ya kuokoa maisha ya wananchi wa Gaza na tayari imeshafikishwa kwenye mipaka ya ukanda huo. Vivuko vya mpakani lazima vifunguliwe tena. Watu wa Gaza hawawezi kuweza kusubiri. Zaidi ya hapa, watu wa Gaza wanafanyiwa jinai za kivita kila sekunde. Milipuko ya mabomu inasikika kila siku na wakazi wa ukanda huo hawafikishiwi msaada wowote. Swala jingine muhimu la kuligusia hapa ni kwamba kuzamishwa na Israeli meli hiyo ya msaada, hasa katika hali ambayo madhumuni yake yalikuwa ni kupeleka msaada kwa watu wanaohitajia mno msaada huo, kunaonyesha wazi jinsi utawala wa Kizayuni ulivyo na kiburi cha kupuuza sheria za kimataifa na haki za binadamu. Hatua hiyo ni jinai nyingine ya kivita inayofanywa na utawala wa Kizayuni dhidi ya watu wa Gaza. Kwa upande wake, Hezbollah Lebanon imetoa taarifa na kusisitiza kwa kusema shambulio dhidi ya meli ya kiraia iliyobeba misaada ya kibinadamu ni ukiukwaji wa wazi wa sheria, desturi na maadili ya binadamu ya kimataifa, na inathibitisha kwa mara nyingine kwamba utawala wa Kizayuni unaokalia kwa mabavu ardhi za Palestina ni utawala wa kifashisti usioheshimu maazimio yote ya kimataifa, hautambui chochote isipokuwa ugaidi na ukaidi, na una kiu isiyokatika ya kumwaga damu za watu wasio na hatia na kufanya uharibifu. Vilevile, mtaalamu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu Palestina ametoa wito wa kutaka maafisa waandamizi wa Umoja wa Ulaya, akiwemo Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen na mwakilishi mkuu wa AU wa masuala ya kigeni na sera ya usalama Kaja Kallas wafikishwe mahakamani kwa ushiriki wao katika uhalifu wa kivita unaofanywa na Israeli huko Gaza. Ripota maalum wa Umoja wa Mataifa kwa eneo linalokaliwa kwa mabavu la Palestina, Francisca Albanese, amesema katika mahojiano na gazeti la The Intercept Jumamosi kwamba ukweli kwamba viongozi wawili wa juu zaidi wa AU wanaendeleza uhusiano wa kawaida wa kibiashara na Israeli ni jambo la kusikitisha mno. Hayo yakiendelea, harakati ya Jihadul Islam ya Palestina imesema kuwa uvamizi wa Israeli dhidi ya Syria ni hujuma za dhidi ya mataifa yote ya Kiarabu na Kiislamu, hususan Palestina, Lebanon na Syria, na kwamba maeneo mengine ya Kiarabu hayatakuwa salama kutokana na chokochoko hizo na matokeo yake. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.